Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM na wewe mtazamaji wa Mwangaza Digital kusikiliza ujumbe na tafakari ya Mtakatifu Gaspari leo tarehe ya 5 mwezi wa 4. Mtakatifu Gaspari anatuambia, njoo sasa, hebu tusimame na Yesu juu ya mlima Tabor, sasa katika bustani ya Mizeituni. Mara nyingi tuwe naye kwenye mlima wa pendano ambao ndio Kalvari. Njoo sasa, hebu tusimame na Yesu juu ya mlima Tabor, sasa katika bustani ya Mizeituni. Mara nyingi tuwe naye kwenye mlima wa pendano ambao ndio Kalvari. Katika mlima ndipo watu walipokuwa wanaenda kukutana na kuzungumza na Mungu. Hata Kristo tunaona mara kadhaa kwa nyakati tofauti akienda kusali, na ndipo utukufu wake ukadhihirika na nafsi zote tatu za Mungu zikadhihirika. Tutazame mlima Tabor, bustani ya Mizeituni na mlima Kalvari. Mlima Tabor ni mlima wa utukufu. Ndipo Yesu alipobadilika sura mbele ya Petro, Yakobo na Yohane, na uso wake ukang'aa kama jua, na sauti ikasikika ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Turejea Injili ya Mathayo sura ya 17 aya ya 5. Katika mlima huu utukufu wa Kristo unadhihirika na maisha ya umilele tunayoyaendea. Katika mlima Tabor tunajifunza tumaini na kutazama mbele kwa macho ya imani, tukijua mwisho wa safari yetu ni utukufu wa milele. Bustani ya Mizeituni ni bustani ya utii na majonzi. Kutoka mlima Tabor tunashuka hadi kwenye bustani ya huzuni, pale ambapo Kristo alienda kuona waziwazi safari iliyojaa mateso na mahangaiko ya kumkomboa mwanadamu. Tunaambiwa Yesu alisali hivi kwa uchungu, Baba, kama ukipenda uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatimizwe. Injili ya Luka sura ya 22 aya ya 42. Katika bustani ya Mizeituni inatufundisha uvumilivu na utii. Tunaalikwa kuacha mapenzi yetu binafsi na kukumbatia mapenzi ya Mungu zaidi. Mlima Kalvari ni mlima wa sadaka na upendo. Hatimaye tunatoka katika bustani ya Mizeituni tunapanda katika mlima Kalvari. Hapa Yesu ndipo anapotoa maisha yake kwa ajili ya wokovu wa watu wote. Mtume Paulo anatuambia, lakini Mungu anaonyesha upendo wake kwetu kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu sisi tulipokuwa tungali kwenye dhambi. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 8. Katika mlima Kalvari tunajifunza upendo wa kujitoa kikamilifu, upendo unaoshinda dhambi na kifo. Ndipo tunapoalikwa kujitoa kweli kweli kwa ajili ya wengine, haidhuru wametukosea kiasi gani. Wapendwa, safari ya imani sio ya mlima Tabor peke yake, wala si ya bustani ya Mizeituni peke yake, wala mlima Kalvari, bali ni mchanganyiko wa yote. Na ndiyo maisha ya mwanadamu yalivyo, yana mchanganyiko wa nyakati tofauti zenye kutisha, nyingine zenye furaha, nyingine zenye kutia matumaini. Hivyo tunaalikwa kushiriki utukufu, majonzi na sadaka pamoja na Kristo kwa sala, tafakari na matendo mema. Na kwa kufanya hivyo tunakuwa washiriki wa ushindi wake wa Pasaka. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Colin Stem wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu.